Baba wa kambo wa Kim Kardashian, ambaye pia aliwahi kuwa bingwa wa riadha kwenye mashindano ya Olympic nchini Canada mnamo mwaka 1976, anayefahamika kwa jina la Caitlyn Jenner, ameibuka kwenye mitandao ya kijamii akilaumu sera ya jinsia ya serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump imekuwa ikimletea changamoto baada ya pasi yake ya kusafiria kubadilishwa jinsia kuwekwa ya kiume na si ya kike kama ambavyo alijitangaza jinsia yake kubadilika kutoka kuwa mwanaume na kuwa mwanamke toka mwaka 2025. Hali inayopelekea kupata changamoto kwenye safari zake hasa za kimataifa kutokana na hitilafu hiyo iliyopo kwenye pasi yake ya kusafiria. Akizungumza kwenye mahojiano, Jenner alisema pasi yake kusafiria mpya imerudishwa ikiwa na alama ya jinsia M, yani mwanaume, licha ya kuwa tayari alibadilisha nyaraka zake zote kuonyesha jinsia ya kike tangu alipojitangaza kuwa transgender mwaka 2015. So now I'm in a position, Tommy, that Jenner what do I do? Kuwa alijaribu kupinga mabadiliko hayo kupitia njia rasmi bila mafanikio. I can't travel internationally anymore. Barua Donald Trump, I can't use my passport. I can use global entry, it says F, I can do this, I can travel in the United States, license, driver's license, pilot's license, everything, gender marker. Hata hivyo, licha ya changamoto hiyo, so it really creates a big problem. Anaendelea kumuunga mkono. And I'm trying to figure out at this point what to do. I don't blame President Trump. I love him. Na utambulisho wa jinsia. For a lot of people, kauli zake zimeibua mjadala mkubwa mtandaoni, hasa kutokana na msimamo wake wa kisiasa unaokinzana na hali anayokutana nayo kwa sasa. So that's kind of where I'm at right now. Sijazungumza na waandishi wa habari, niliandika kuwa nilikuwa Mar-a-Lago miezi miwili iliyopita. Niliandika barua sawa. Sasa mabadiliko hayo ni rahisi zaidi. Hawafanyi. Unajua testosterone ni dawa kali sana. Wanaanza hiyo ndani ya miezi 6-9. Nitamueleza haya yote inavyoathiri mimi na wengine. Actually, the Secret Service guy said he could get it to him, put it on his desk and stuff. I haven't heard from him. He's kind of busy right now. My gender marker is not big on the issue. Okay, so I get that, and I'm not blaming him whatsoever. I love the guy, and I love what he's doing. But I'm trying to figure out now what is the next step to try to figure this out. Because as we know, even to vote now, you have to have proper identification, and I don't have that. I don't know what's going to happen because I don't think this was really thought out, what this means, not just for the males to females, because 49% of trans people are female to male.